Neno lako ambalo sasa hivi linaweza likaenda. Maana nimekuwa tena sio kama mwenyekiti, nimemchukulia Idrisa, lakini atakuja kuuliza maswali mengi kwa watazamaji. Nahisi maswali yote yamejibiwa. Niseme tu kwamba pongezi kwa TPBRC kwa zoezi hili na jitihada hizi ambazo zimefanyika, lakini pia nitoe shukrani kwa ubalozi wa Ufaransa kwa zawadi hii nono nzuri ambayo wametuletea kwa vijana wetu. Boxing sio tu mazoezi au sio tu michezo, ni ajira kwa vijana. Na nafurahi sana kuona kwamba vijana wetu wamepewa vifaa vya kuweza kuongeza skills zao wanapoingia kazini au kwenda kujipika vizuri zaidi, na tutawaona kwenye mapambano yao jinsi wanapofanya kazi nzuri sana. Na pia nitoe pongezi kwa Azam Media, kwa sababu bila Azam Media tusingekuwa hapa leo. Azam Media imetengeneza fursa kubwa kwa vijana. Azam Media imefungua milango kwa wengi, imetengeneza opportunities nyingi, mpaka ubalozi wa Ufaransa pia nao wameona ni nafasi kubwa kwao kuja kuongeza nguvu kwenye mchezo wetu wa ndondi au wa ngumi. Kwa mimi niseme tu shukrani, asante sana. Idrisa, sijui kama una swali lolote unataka kuuliza? Nataka niulize swali moja tu madam. Tumeona mwaka uliopita ubalozi wa Ufaransa wakitoa tuzo kwenda kwa mabondia wa kike. Mwaka huu tena wanatoa vifaa vya michezo kwenda kwa mabondia wa kike. Pengine wao wameona fursa gani hasa kwenye ngumi, kwenye upande wa kike? Sijui niseme ni fursa, lakini ninaamini kwamba na wao wanataka kuongeza nguvu kwa vijana, lakini pia wanataka kutengeneza ile awareness ya huu mchezo wa ngumi. Na mimi niwapongeze kwa kweli kwamba wameanza mwaka jana, mwaka huu wamekuja na vifaa. Tuone mwakani pia, mwaka unaokuja watakuja na kitu gani kingine. Lakini pia ni challenge kwetu sisi na Watanzania kwa ujumla kwamba je, sisi tunafanyaje kuongeza nguvu kwenye mchezo huu wa ngumi? Sisi kama Watanzania, wako wawekezaji wengi sana, sponsors wengi sana huko nje. Je, wao wanaguswa kwa namna gani na ni kitu gani ambacho wao wanataka kukichangia? Kwa sababu ubalozi wa Ufaransa wamekuja, wametoa tuzo mwaka jana, mwaka huu wameleta vifaa. Je, sisi au wewe ambaye unatusikiliza na kututazama kupitia Azam TV, wewe umeguswa kwa namna gani? Na je, upo tayari kuongeza nguvu na namna gani ili ngumi na vijana wetu waweze kukua na wao waweze kutoka kwa ufanisi zaidi huko nje wanakoenda kuiwakilisha Tanzania? Na tumeona promotion nyingi ambazo mabondia wapo, kwa maana tunaona vijana wengi ni wa kiume ambao ni wadogo. Pengine hii nayo mnaichukuaje kama changamoto kuhakikisha katika promotion hizo kunakuwa na vijana wa kike wengi? Of course wapo wengi sasa hivi ambao wameibuka. Kuna binti mmoja ambaye tuko naye humu ndani anaitwa Sara kutoka Arusha. Unakumbuka fight yake ni kama miaka 2-3 nyuma, tulikuwa tunapambano Arusha, ndipo tulipomuona huyu binti. Lakini leo hii mapambano mengi makubwa, unaona naye anashiriki na anafanya vizuri, na leo yuko hapa na yeye kapata zawadi zake. Ina maana kwamba kupitia yeye atakuwa ni motivation kwa mabinti wengine, na tunawaita wazazi, waruhusuni watoto wenu waje. Kama unaona mtoto anapenda mchezo wa ngumi, basi mruhusu aje ili tuweze kumpika aende kuiwakilisha Tanzania yetu. Nakushukuru sana. Nashukuru.